Yatima na gereza la kutisha, sehemu ya pili. Karibu msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Hazina Simulizi kwenye simulizi yenye maumivu, siri na hatari. Simulizi ya kijana yatima aliyepitia maisha ya mateso yasiyoelezeka, maisha ambayo aliyapitia akiwa anakaa na mama yake wa kambo, na ambaye pia ni chanzo kikubwa cha yeye kutupwa katika gereza hilo. Sehemu ya kwanza tumeishia pale ambapo kijana huyo yupo nyumbani kwao, siku ambayo ilikuwa ni siku ya msiba, wakimwaga baba yao ambaye alifariki kwa kifo cha kutatanisha. Lakini pia pilika za mama yake mdogo ama mama wa kambo, yeye mwenyewe hazielewi, kwani tayari ashaanza kupatiwa maelezo ambayo kama kijana ama mwanafamilia angepata walakini zaidi kwa mama yake wa kambo. Je, nini ambacho kinafata? Karibu tusonge mbele katika sehemu ya pili ya simulizi hii. Norman anaendelea kutueleza kisa chake, kila ambacho kilimfanya aingie gerezani. Wewe ukiwa kama mboni ya hii familia, sipendi kukute lolote baya, ndio maana nataka ukae huku ndani kwa usalama zaidi. Mama Samiri alizidi kutoa vishawishi. Awamu hii maneno hayo walau yalimkolea Norman, na alijikuta anapoa na kukubaliana mama yake. Basi siku hiyo wageni wengi mno walikuja pale nyumbani, huku mama Samiri na mwanae Samiri ndo wakiwa ndugu wa pekee wa marehemu. Wengine walikuwa ni wale jamaa wa karibu na marafiki wa marehemu. Siku hiyo ilipita. Ilikuwa ni siku nyingine ambayo mwili wa Mr. Fekon ulikuwa unaenda kufanyiwa ibada kanisani kabla ya kwenda kuzikwa. Mr. Fekon ni Mkristo mzuri kabisa, ila mke wake alikuwa ni Muislamu mzuri kabisa, na ndiyo maana hata baada ya kupata watoto wawili waliamua kugawana majina, yani Norman na Samir. Na mke wa Fekon ambaye ni Zena alikuwa hapendi kabisa kuitwa mama Norman. Hivyo naye Mr. Fekon alikuwa hapendi kabisa kuitwa baba Samir. Kwa hiyo hata siku hiyo ya ibada ya kuaga mwili wa marehemu mume wake kanisani, mama Samir yeye hakwenda. Siku hiyo ilipita huku kanisani kukiwa na mafuriko ya watu, na kipindi hicho chote Norman aliambiwa akae tu ndani na mama yake. Ilikuwa ni siku nyingine ambao sasa ndio ilikuwa siku ya mazishi, ila kabla ya kwenda kuzika itakiwa mwili wa Mr. Fekon uagwe na wapendwa wake na familia yake iseme jambo na wasifu wa marehemu usomwe. Ilikuwa ni sehemu ya wazi ambapo karibia mji mzima ulikuwa umehamia pale kumwaga Mr. Fekon. Na hiyo siku Norman alikataa kabisa kubaki ndani. Aliamua kulazimisha na kuelekea sehemu ya tukio. Basi taratibu za hapa na pale ziliendelea, na ulipofika muda wa mwanafamilia kutia neno lolote, Norman alishangaa kumwona yule jamaa ambaye kwa mara ya mwisho alimuona hospitali akiwa na mama yake anasimama na kwenda mbele. Bwana yule alijitambulisha kama Farhani, huku akijitambulisha kama ni mdogo wake na mke wa marehemu, yani mama Samir. Ina maana ni mjomba? Mbona mama hajawahi kututambulisha? Baada ya utambulisho ule, Norman alikuwa anajiuliza maswali ambayo hayana hata majibu. Basi bwana Farhani alizidi kutoa maelezo kuhusu namna kifo cha marehemu kilivyotokea na namna familia yake ilivyopigwa na butwaa na kupata pengo kubwa kuondokewa na mtu huyo. Ulifika sasa muda wa kusoma wasifu wa marehemu, na huo wasifu ndio uliofanya maisha ya kijana Norman yaanze kubadilika. Mr. Farhani alianza kusoma, na kwa ufupi kabisa alisema marehemu amefariki akiwa na umri wa miaka 42. Marehemu ameacha mke mmoja na mtoto mmoja. Hayo ni maneno ya bwana Farhani ambayo yaliwashtua watu wengi ambao walikuwa wanamjua vyema Mr. Fekon. Kijana Norman baada ya kusikia maneno yale aliamini msomaji atakuwa akakosea kutamka. Pia baadhi ya watu nao waliamini msomaji kateleza ulimi. Ila kwa upande wa mlinzi wa getini ambapo naye alikuwa pale msibani, yeye alitikisa kichwa kuonesha ni kweli marehemu kaacha mtoto mmoja, na mlinzi huyo alionekana na siri nyingi mno anazozijua kuhusu familia ile. Msoma wasifu wa marehemu alimaliza kwa kuwashukuru watu wote waliofika pale msibani kwa fariji. Muda wa kwenda kuzika ulifika. Wale wa kwenda kuzika makaburini walienda. Wengine walitangulia nyumbani akiwemo mama Samir.
Kijana Norman yeye hakutaka kuona mwili wa baba yake kipenzi unazikwa bila yeye kushuhudia. Kwa hiyo yeye ni miongoni mwa wale walioelekea makaburini kuzika. Norman alikuwa analia kwa uchungu mno, mpaka watu waliofika kule makaburini walijikuta wanamwonea huruma kijana huyo, na kila mtu aliyemwona Norman na pia alikuwa anamjua Mr. Fecon hakuhitaji utambulisho kujua kama yule ni mtoto wa marehemu, kwa sababu Norman alikuwa anafanana na baba yake mno, hasa macho yao, yani wote walikuwa na macho meupe kama watu wenye ulemavu wa ngozi. Mazishi yalimalizika. Baada ya hapo watu walitawanyika na baadhi walielekea nyumbani kwa Mr. Fecon kwenda kuendelea kuwafariji wafiwa. Norman baada ya kufika nyumbani alishangaa kuona Bwana Farihani yupo bize pale nyumbani na wageni, yaani kama mwenyeji hivi. Paka hapo Norman aliamini yule ni mjomba wake kweli. Mjomba, shikamoo. Norman aliamua kumfuata Mr. Farihani pale alipokuwa kaka, huku akiwa na maswali kadhaa kichwani mwake. Marhaba, vipi anko? Nikajua uko ndani. Bwana Farihani akiwa anajichekesha alijibu, hapana, mimi nimetoka makaburini. Vipi mjomba? Mbona mama hajawahi kutuambia kama wewe ni mjomba? Norman aliuliza swali ambalo lilimshtua kidogo Bwana Farihani. Usijali, mama yenu atawaeleza vizuri, sawa Farihani alijibu kwa kupindisha, sawa anko. Halafu muda ule unasoma wasifu pale ulikosea, badala ya kusema kaacha watoto wawili wewe ulisema mmoja. Norman akiwa anaamini ilikosewa kweli, basi alimkosoa Bwana Farihani kikawaida tu. Anko mtu alitikisa tu kichwa kwa kujichekesha, akionyesha kwamba kweli alikosea. Baada ya hapo Norman aliondoka na kuendelea na mambo yake. Siku zilizidi kusogea, watu pale nyumbani wakiwa wanapungua. Baada ya kama wiki moja, watu wote walitawanyika na walibaki wanafamilia tu, huku Bwana Farihani naye akiwa ni mwanafamilia aliyebakia. Farihani, naona saizi mambo yamepoa. Vipi, umemalizana kina Dosomi? Maana sitaki mambo ya pelepele baadaye. Wakiwa kwenye meza ya chakula cha mchana, Mama Samili alimuuliza Bwana Farihani swali ambalo lilifanya Norman aunguzwe na tonge la ugali kwa mshtuko. Ni mara ya tatu alikuwa analisikia jina la Dosomi, tena kwenye maada ambazo hazieleweki. Na tayari jina moja la Farihani alikuwa ashajua kwamba kumbe ni mjomba wake, ila huyo Dosomi ndo alikuwa hamjui ni mtu gani. Mama Samili, usijali, wale nishawapanga na kesho nakutana nao kumaliza swala, Farihani alijibu huku akiendelea kukandamiza chakula. Mama Samili na Farihani wakiwa wanaamini Norman na Samili hakuna wanachokielewa. Kijana Norman alikuwa ni mtu anayependa kuchunguza mambo mno. Baada ya kuona jina la Dosomi damtesa kichwani, kwanza aliamua kumfuata mlinzi wa getini kwa ajili ya kumuuliza kama anamjua huyo Dosomi. Ankole Nashi, shikamoo. Norman baada ya kufika getini alimkuta mlinzi akiwa anasinzia. Norman, marhaba. Bora umekuja. Hebu njoo tucheze hata karata, maana nimekuwa mpweke kweli kweli. I say. Basi yule mlinzi alimpokea Norman kwa maneno ya kuchangamka. Wawili wale walienda kukaa pembezoni mwa kibanda cha mlinzi na kuanza kucheza karata, huku wakiwa wanapiga stori. Na pale Norman ilibidi achomeke swali lake. Ankole, samahani, hivi namjua mtu anayeitwa Dosomi? Norman aliuliza swali ambalo lilifanya kwanza yule mlinzi asitishe kucheza karata. Umesema nani? Dosomi? Wewe umemjulia wapi? Mlinzi yule aliuliza kwa mshangao. Anko, unajua mimi nimekuwa sielewi. Yeye nasikia kila muda mama analitaja jina hilo. Hata jana alivyokuwa anaongea na Anko Farihani, nilisikia hilo jina la Dosomi linatajwa. Sasa sielewi huyo Dosomi ni nani. Norman alitoa maelezo ya kujitosheleza kwa yule mlinzi, ila mlinzi yule alishtuka mno kutajiwa lile jina. Dosomi kiukweli mimi sijawahi kulisikia hilo jina. Alafu Norman, kwa nini wewe unafuatilia rafiki wa mama yako? Hiyo ni tabia mbaya, ni bora uache mara moja, sawa anko? Akiwa anaonekana anaficha jambo, mlinzi yule aliamua kumzima Norman, ila Norman alikuwa na akili zake timamu. Aligundua kwamba yule mlinzi anamjua huyo Dosomi, sema ameamua kuvunga tu. Sijui kwa nini namshtukia mama yangu, ila naamini kuna kitu hakipo sawa kuhusu huyo Dosomi. Lazima nijue huyo Dosomi ni nani.
Basi Norman alijiwazia pale na kuondoka kimya kimya bila kusema lolote kwa yule mlinzi. Siku zilizidi kusogea, hatimaye ilipita miezi 2 tangia Mr. Falcon afariki. Na hicho ni kipindi ambacho Norman alikuwa kafaulu baada ya majibu ya darasa la 7 kutoka, na kijana huyo alitakiwa kwenda kidato cha kwanza. Norman, vipi mwanangu? Umefaulu vizuri? Ehe mwanangu, unataka kuja kusomea nini na kuwa mtaalamu wa vitu gani? Siku hiyo Mama Samili alikuwa kakaa na kijana Norman pale nyumbani huku akiwa wanacheza karata. Mama, mimi nataka nisomee masuala ya biashara ili nije niendeshe biashara za baba kwa uweledi mkubwa kama alivyokuwa anafanya baba. Norman akiwa na furaha alitoa jibu ambalo lilifanya mama yake abadilike uso muda ule ule. Yaani kutoka kwenye kucheka alikuwa mtu wa makasiriko. Kuanzia siku hiyo chenga zilianza pale nyumbani. Yaani Mama Samil alikuwa hataki kabisa Norman aende kusoma. Norman ilibidi amfuate bwana mmoja ambaye alikuwa mtu wa karibu kabisa na baba yake. Yaani wawili hao walikuwa wanashirikiana kama ndugu. Norman baada ya kumfuata alimuelezea shida zake zote na namna ambavyo mama yake anampiga chenga kumpeleka shuleni. Bwana huyo ambaye naye alikuwa na biashara vyake vya hapa na pale aliamua kumsaidia Norman na alimpeleka shuleni. Norman alianza kusoma kidato cha kwanza pasi na mama yake kuchangia hata 100, na Norman alikuwa anakaa shuleni. Maisha ya Norman pale shuleni hayakuwa mazuri kivile kutokana na kwamba pesa ya matumizi kwake ilikuwa changamoto. Yaani hata yule rafiki wa baba yake alikuwa kamsaidia tu kulipa ada ya muhula mmoja na kutoa pesa kidogo tu ya matumizi. Siku zilizidi kusogea huku Norman akiwa anaamini kwamba dunia aliyokuwa anaishi wakati baba yake yupo hai ni dunia ile ile. Hatimaye miezi kama 5 hivi ya Norman kukaa shuleni akiwa hajawahi rudi nyumbani iliisha, na ilikuwa ni likizo ndefu ya kurudi nyumbani. Norman alirudi nyumbani kwa bashasha kubwa akiwa kammisi mama yake na mdogo wake Samil. Basi Norman alipokelewa vizuri na mlinzi wa pale getini. Baada ya hapo Norman alipitiliza ndani, na tena siku hiyo alisukuma mlango bila hata kugonga. Norman baada ya kuingia ndani, ule mkao ambao alikuta mama yake kakaa na mjomba wake pale sebleni ulikuwa sio mkao mzuri kabisa kwa dada na kaka kukaa kama vile. Kwa hiyo Norman, huko shuleni ulikoenda tena bila kunipa taarifa, ndo huo ujinga mnaofundishwa kuingia ndani pasi na kugonga mlango? Baada ya Norman kuingia alifokewa mno na mama yake, na huku makofi ya kutosha akiwa yamempitia kwenye mashavu yake. Norman aliishia kuomba msamaha, ila mama yake alionekana kukasirishwa kupita kiasi. Siku ya kwanza ilipita, siku ya pili nayo ilipita, huku Norman akiwa anaona mazingira ya pale nyumbani yamebadilika. Yaani alikuwa haelewi mchezo unaoendelea. Basi siku hiyo ilikuwa ni usiku. Norman akiwa kwenye chumba chake ambacho alikuwa kahamishiwa baada ya kukatazwa kulala na mdogo wake Samil. Usiku huo alisikia kama kuna mtu anapita kwenye korido. Norman akiwa ni mtu anayependa kuchunguza, ilibidi amke kwenda kuona ni kitu gani kinapita kwenye korido usiku ule wa manane. Norman alibaki macho kodo baada ya kumuona mjomba wake Farihani akiwa kavaa kiboksa tu huku anakatiza kwenye korido, tena akiwa hana hata wasiwasi. Norman alimfuata nyuma kwa kujificha. Kwa macho yake mawili Norman alimuona Farihani anazama kwenye chumba cha mama yake. Huyu si anko huyu au naota? Norman alijiuliza swali ambalo lilimshawishi kusogea kwenye mlango wa mama yake. Norman alikaa pale mlangoni kama dakika 10. Maneno na vitu alivyosikia kule ndani hakika vilikuwa vya kushtua kwa kijana Norman. Norman alirudi chumbani kwake na kujilaza, ila mpaka inafika asubuhi kijana huyo hakupata usingizi tena. Siku hiyo Norman alichelewa mno kuamka kutokana na mawazo ambayo alikuwa nayo kutokana na kile alichoshuhudia usiku. Maisha yalikuwa ni tofauti kabisa kwa Norman, kwa sababu awamu hii hata akichelewa kuamka alikuwa haamshwi kuja kunywa chai kama mwanzo. Yaani awamu hii akiamka alikuwa anakuta kila kitu kishaisha, kama ni chai basi ishapigwa yote. Norman baada ya kuona sehemu ya kutoa mzigo ule wa kile alichokiona usiku haipo, aliona ni bora akapunguza mawazo kwa kwenda kumsimulia mlinzi wa pale geteni ambaye walao alikuwa anampa kampani kidogo. Ankole, wewe acha tu. Jana usiku nakwambia nimemuona Anko Farihani akiingia chumbani kwa mama. Naam, hiyo ni sehemu ya
pili ya simulizi inayokwenda kwa jina la Yatima na Gereza la Kutisha. Pazia la leo linafungwa, lakini hadithi bado inaendelea kuchukua mkondo zaidi. Ili kufahamu mengi ambayo yalijiri baada ya hapa, usikose kufuatilia sehemu ya 3 ya simulizi hii. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Yatima na Gereza la Kutisha.